Naam, mambo vipi mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa. Na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho amekifanya huyu hapa, si mwingine bali ni msanii ambaye alikuwa katika lebo ya WCB and then sasa hivi amekuwa independent artist ambaye anajitegemea mwenyewe na project zake anazifanya yeye mwenyewe baada ya kujitoa katika lebo hiyo ya WCB. So hapa namzungumzia Rayvanny Vanny Boy. Ni kwamba Rayvanny bwana amefanikiwa kuonyesha jinsi gani ambavyo sasa hivi kweli anajitegemea mwenyewe na ni msanii ambaye yuko very independent, yani hajafungamana na sehemu yoyote. Na nimemwona anaonekana akiwa na role na pande zote mbili. Sasa hivi anajichanganya na kila msanii, anafanya show popote. So kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba kulikuwa kuna kama maswali mengi sana watu walikuwa wanajiuliza kwamba kuna possibility kwamba Rayvanny alikuwa kama vile anatafuta bifu fulani hivi na Harmonize. Na hiyo ilijitokeza tena kwa mara nyingine siku kadhaa zilizopita, mara tu baada ya Harmonize kuwa tunafahamu kabisa kwamba Harmonize alikuwa ana promote sana albamu yake kwamba inatoka mnamo tarehe 24 mwaka huu hapa, yani mwezi huu Novemba tarehe 24, kwamba ataachia albamu yake ambayo inakwenda kwa jina la Visit Bongo. And then kitu ambacho kilikuja kushangaza watu zaidi ni pale ambapo Rayvanny naye pia alipokuja kutangaza kwamba na yeye ana project yake ambayo ataiachia siku hiyo hiyo ya tarehe 20 siku hiyo ya tarehe 24, ambayo ni tarehe ambayo Harmonize pia alikuwa amepromote kwamba ataachia albamu yake. Sasa baada ya hayo mambo watu wakawa wameshaanza kunoti kwamba okay, it means kwamba Rayvanny bwana anataka kupita na upepo wa Harmonize na vitu vingine kama hivyo. Lakini at the end of the day kumbe mambo hayakuwa hivyo, na hilo lilijidhihirisha mara tu baada ya Harmonize kushinda tunzo 3 kule Marekani katika tunzo za AEA USA. Ni kwamba Rayvanny naye pia kumbe alikuwa ameshinda kule tunzo moja katika tunzo hizo, ambapo Harmonize akaamua kuchukua tunzo, kubeba pia tunzo ya Rayvanny na kumletea Tanzania, kitu ambacho kilikuwa kinaonyesha kabisa kwamba ni jambo zuri na hawa watu bwana hawana beef. Yani Harmonize hataki kabisa kuwa na matatizo yoyote, anataka kutengeneza mahusiano mazuri na Rayvanny, na hicho kweli ndio kitu ambacho Harmonize amekifanya. Ni kwamba Harmonize bwana alichukua ile tuzo akaja nayo, na ndio maana hata kwa watu ambao walimuona Harmonize siku ile airport alikuwa ameshika tunzo 4. Kwa hiyo za kwake zilikuwa ni 3, moja ile ilikuwa ni ya Rayvanny ambayo alishinda katika tunzo hizo za AEA USA kule Marekani kama kolabo bora ya mwaka, ambayo ni kolabo yake ambayo amefanya na msanii kutoka Colombia na familia wa jina la Maluma. So Harmonize alimletea ile tunzo, na Rayvanny alishaelezea kwamba iwapo kama Harmonize akiileta basi moja kwa moja ataifuata pale airport, au labda Harmonize akamwambia kwamba au kama akishindwa hivyo basi ataifuata Konde Village, yani nyumbani kwa Harmonize. Na kweli kabisa baada ya Harmonize kutua akaenda nyumbani kwake baada ya msafara na vitu vingine kama hivyo, na tukamuona Rayvanny jioni ya siku ile akiwa ametokea pale katika nyumba ya Harmonize Konde Village jijini Dar es Salaam Salasala, ambapo moja kwa moja akaenda kupokea ile tunzo. Na ni kitu ambacho kilipendeza sana na watu wengi sana walivutiwa na kitendo hicho, na mpaka pale kukawa kuna video nyingi sana zikawa zimesambaa, wakafanya interview nyingi, wakaelezea kwamba pia kuna possibility kwa mashabiki wa hawa wasanii wawili wakawaeleza Harmonize na Rayvanny wakaweka wazi kwamba kuna uwezekano wa wao kushirikiana katika kazi. Pia wakatoa project kwa sababu mashabiki zao wamewamisi sana hawa jamaa. Walisha kufanyaga kolabo moja na kwenda kwa jina la Paranawe. Kipindi hicho wote walikuwa wapo WCB, lakini tokea hapo walivyotengana ni kwamba tujawahi kuona tena hawa wawili wakiwa wanafanya kazi ya pamoja. So this time around ni kwamba wameahidi hivyo, na ni kitu ambacho watu wengi sana wamekuwa excited wakiwa wanasubiri kitu kama hicho kitokee. Lakini ukiachana hayo yote, kitu kingine ambacho nimekinotice bwana ni kwamba baada ya Harmonize kumletea tunzo na nini, inaonyesha kabisa kwamba mahusiano yao yako poa, ni washikaji. Lakini kitu ambacho tumekuja kukiona ni kwamba baada ya Rayvanny kuhamisha tarehe, ni kwamba Rayvanny amehamisha tarehe, na yeye alisema kwamba na project yake inaitwa 5 for you, ambayo nadhani ile ilikuwa ni EP ya ngoma 5 kwa ajili ya mashabiki zake. Akahamisha, alisema kwamba atatoa tarehe 24, lakini kwa vile tarehe 24 kuna album ya Harmonize, kwa hiyo akahamisha, akasema kwamba atatangaza tarehe nyingine tena ya kutoa hiyo project, na mpaka leo hii bado tunafuatilia hilo swala. Lakini kwa upande mwingine ni kwamba Rayvanny sio tu kwamba ameenda tu kuchukua tuzo na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu kuna watu walikuwa nahisi kwamba kama vile kuna unafiki fulani, lakini hii imedhihirishwa jana baada ya Rayvanny kupromote kazi za Harmonize. Yani Rayvanny amepromote album ya Harmonize ambayo imetoka tarehe ile ambayo yeye amemwacha jambo lake liende tarehe 24. Harmonize alitoa hiyo album, alirelease hiyo album Visit Bongo. Kwa hiyo Rayvanny akaamua kuipa nafasi iende, na pia vile vile amepromote kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, ambapo Rayvanny ameweka cover photo ya album hiyo, alafu akaandika pale yo Visit Bongo is out now worldwide, alafu akamtagi Harmonize. Kwa hiyo hii imeonyesha kwamba hawa jamaa ukaribu wao sio wa kinafiki, wanasapotiana mpaka katika kazi.
Unaona bwana. Kwa hiyo hawa ni genuinely ni watu ambao wameamua waungane kwa ajili ya mambo yao yaweze kwenda, na hata muziki wa Bongo Flava pia uweze kwenda kimataifa zaidi, kwa sababu hata ukiwaangalia wa Nigeria watu ambao wametupiga gepu parefu ni kwamba hawana beef tena sasa hivi, ni kwamba kati ya Burna Boy, Wizkid, Davido, Rema wote hawana beef, ni watu ambao wanashirikiana na kazi zao tunaona sasa hivi Nigerian music inaanza kutake all over the world. So hicho ndo kitu ambacho labda pia wasanii wetu hapa Rayvanny na Harmonize wamejifunza na wameamua walifanyia kazi hilo swala. So kuna page tofauti bwana zimeripoti kuhusiana na hii issue. Nataka nikuelezea hapa baadhi ya page ambazo zimeripoti kuhusiana na swala hili. Kwa mfano, kuna page hapa wameandika kwamba Rayvanny ameipa nguvu album ya Harmonize. Alafu kaelezea hapa mbele kwamba mwanamuziki Rayvanny amekuwa kati ya mastaa ambao wameipa nguvu album ya Harmonize ambayo inakwenda kwa jina la Visit Bongo kupitia kurasa wake wa Instagram. Rayvanny ameposti cover ya album hiyo ya Harmonize kupitia Insta story yake na kuwapa taarifa mashabiki zake kuwa album hiyo imeshatoka rasmi. Ndani ya masaa machache tokea kuachiwa kwa album hiyo, imeishashika namba 1 kwenye mitandao mbalimbali ya kusambaza muziki kama vile Apple Music, Boomplay na nyingine mingi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na kuna watu wengi tu hapa wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna mtu amesema kwamba bwana, mpaka sasa hivi inaonyesha kabisa Wasafi ni wanafiki, maana tayari wameshaanza kumtenga Rayvanny. So kuna watu wanadai kwamba mashabiki wa Wasafi wameshaanza kumtenga Rayvanny mara tu baada ya kuonekana akiwa yuko karibu na Harmonize. Okay, kuna mtu hapa anaitwa Giti Lumba amesema kwamba bwana, hii ndio ishara itakayowezesha wasanii kufika mbali zaidi. Kwa mtu anasema kwamba bwana, hii tumeipenda sana. Kwa mtu anasema bwana, kiukweli mimi napenda sana wasanii wakiwa kitu kimoja kama hivi. Anaitwa Baba Rose 57 amekuja kucomment hivyo kuhusiana na hiyo situation ya Rayvanny kuonekana kumsupport Harmonize katika release ya album yake ambayo inakwenda kwa jina la Visit Bongo. Comment ni nyingi, watu ni wengi sana wameguswa na hii issue. Kuna mtu hapa amekuja anaitwa Official MITZ amesema kwamba bwana, mpaka sasa hivi nimeamua nimfollow Rayvanny chapchapu. Kwa mtu hapa anaitwa Super Nyamwiga amesema kwamba bwana, tungekuwa hivi tokea mwanzoni tungeisha kuwa mbali sana sasa hivi. Kwa mtu hapa anaitwa Mama Nema amesema kwamba bwana, hivi ni vichwa viwili ambavyo vitakuja kuisumbua sana WCB, ngojeni tuone. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza kuhusiana na hii situation. Ukiwa kama mdau unazungumziaje swala zima la Rayvanny kuamua kumsupport Harmonize? Wamemaliza bifu, lakini sio tu kwamba wamemaliza bifu, pia vile vile ni kwamba wamekuwa washikaji, watu wa karibu, na wameamua washirikiane kama walivyoahidi kwamba kuna project zitakuja, na pia hata kwenye swala zima la kazi zao wamekuwa wakisapotiana kama the way ambapo tumemwona Rayvanny akiwa amefanya kupitia kuisupport album ya Harmonize ambayo inakwenda kwa jina la Visit Bongo. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.